Simba bwana, mmepoza au mmeishiwa pawa? Simba ubaya, wana Simba. Asanteni sana Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Mwenyekiti, Katibu wa Simba wilaya Mbagala, Mwenyekiti wa tawi la Wekundu wa Kurasini Mji Mpya, viongozi wote wa tawi hili, wanachama na mashabiki wa tawi hili, viongozi wote wa matawi ambao mmefika hapa na mashabiki wote wa Simba ambao tumefika hapa, assalamu. Awali ya yote, ninayo furaha kubwa kufanikisha uzinduzi wa tawi hili kwa kushirikiana na viongozi wa Simba wilaya Mbagala pamoja na viongozi wa Simba kutoka makao makuu, na kama ambavyo amesema kaimu mkurugenzi wa matawi na wanachama ya kwamba rasmi sasa Wekundu wa Kurasini Mji Mpya ni tawi, na kwa lugha nyepesi ni familia mpya ndani ya Simba Sports Club. Sisi tunayo furaha kubwa kuona tumeongeza mtoto katika familia yetu ya Simba, na nichukue nafasi hii kuwakaribisha rasmi kwenye familia yetu ya Simba. Bahati mbaya tu ni kwamba mmezaliwa kipindi cha shida, kwa hiyo msije mkafikiri maisha ndiyo hayo hayo. Utafika muda wetu wa kufurahi na ninyi mtafurahi. Yale matawi makongwe yanajua kuna kupanda, kuna kushuka, kuna kupata, kuna kukosa. Kwa ninyi, kwa kuwa mmezaliwa kipindi hiki cha njaa, kipindi cha shida, msije mkafikiri hayo ndio maisha ya kudumu ya Simba Sports Club. Hiko ni kipindi cha mpito cha Simba Sports. Tunapita, tunakwenda kwenye nchi iliyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo msikate tamaa na wala msikatishwe tamaa. Wanasimba kitu kimoja, hakuna kutengana. Wanasimba kitu kimoja, hakuna kutengana. Wanasimba kitu kimoja, hakuna kutengana. Kurasini wapo, wote familia, nasema wapo. Wote familia. Kurasini wapo leo, wote familia. Leo wapo, wote familia. T-shirt unapata kwa bei rahisi. 12 yako ya Kitanzania unapata t-shirt bei rahisi kabisa. Sawa na bure, wana Simba. Uongo uongo. Ndugu zangu wana Kurasini na wana Simba wote kwa ujumla, pamoja na kwamba tuko hapa kwa ajili ya kufanya shughuli ya uzinduzi wa tawi ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu imekamilika salama, na sasa tumezindua na tawi letu rasmi linaanza kufanya kazi ya Simba. Tunakushukuru Mheshimiwa Diwani kwa kutuchangia kwa mali, kwa kutuchangia kwa mawazo, kwa nguvu zako kufanikisha uanzishwaji na uzinduzi wa, pamoja na kwamba wewe sio mwenzetu, lakini umetusaidia kuzindua tawi hilo. Kwa hilo tunakushukuru sana. Ndugu zangu Wekundu wa Kurasini, kuzindua tawi ni jambo moja, ama kuanzisha tawi ni jambo moja, na tena ni jambo jepesi kweli kweli. Jambo gumu linalofuata sasa ni kulilea, kulitunza, kuliendeleza, kulidumisha na kulisimamisha tawi lenu kuwa lina ustawi bora. Hapo ndipo kwenye kipengele kigumu. Matawi mengi yanaangamia, matawi mengi yanakufa, matawi mengi yanafifia
kwa sababu ya migogoro ya wanatawi wenyewe kwa wenyewe. Nichukue nafasi hii kuwaasa, kuwasisitiza, epukeni migogoro, epukeni kugombana wenyewe kwa wenyewe. Sisi ni Simba na asili yetu ni nguvu moja. Mkipishana maono, mkipishana mitazamo, ziko sehemu za kwenda kumaliza tofauti zenu. Iko ngazi ya wilaya, mkasuluhishe migogoro yenu. Iko ngazi ya taifa, nendeni ngazi ya taifa, mkasuluhishe mgogoro wenu. Kukimbilia kwenye vyombo vya habari haijawahi kuwa suluhu na haijawahi kusimamisha tawi lolote. Zaidi na zaidi mnaongeza mpasuko, na mnapokuwa na migogoro ndipo wabaya wanapoibuka hapo hapo na kupenyeza ajenda zao na hatimaye tawi linasambaratika. Epukeni kabisa maisha ya kukimbilia kwenye mitandao, maisha ya kusemana kwenye vyombo vya habari. Simba tunavyo vyombo vyetu vya kutatua mambo yetu, tufuate vyombo hivyo. Vimeelekezwa kwenye katiba yetu ya Simba Sports Club, na madhari ninyi mmeshakuwa familia rasmi ya Simba, maana yake mnatakiwa kuisoma, kuifahamu na kuifuata katiba ya Simba Sports Club. Jamani, maneno unapata t-shirt yako pale umeletea. Ndugu zanguni, wekundu wa Kurasini mji mpya, baada ya kufanikiwa kuwa wanachama rasmi na familia rasmi ya Simba Sports Club, mnao wajibu ambao mnapaswa kutekeleza kwa maslahi ya Simba. Na niweke wazi, ninyi ndio ambao mnapaswa kuisaidia Simba na sio Simba kuwasaidia ninyi. Ninyi ndio mnatakiwa mtoe michango yenu ya kuiendesha na kuisaidia Simba Sports Club. Kwa hilo liweke wazi. Usikae hapa tawini kusubiri Simba iwasaidie ninyi jambo fulani, ama Simba ifanye jambo fulani kwa ajili ya ninyi. Ninyi ndiyo wenye wajibu, nyie ndiyo wenye majukumu ya kuisaidia Simba Sports Club. Ndiyo maana halisi ya sisi kuwa timu ya wanachama, na ninyi ndiyo wanachama wenyewe ambao mnapaswa kuisaidia Simba. Yako mambo mengi ya kuisaidia Simba, lakini moja wapo ni ninyi kulazimika na kuwajibika kuhudhuria kila mnyama anapocheza mechi katika uwanja wowote. Wekundu wa Kurasini mji mpya, kuanzia sasa mnalazimika na kuwajibika bila kuwa na udhuru wa aina yeyote kuja uwanjani, kuja kuishangilia Simba yenu. Ndugu zanguni, tawi tumeshalizindua. Sasa tawi linaendelea na majukumu yake kama kawaida. Kilichobaki mbele yetu ni kufuata ile misingi ya kuiendesha tawi letu, na uzuri ni kwamba tunao viongozi wetu wa wilaya ambao watakuwa wanatupa mwongozo nini tunapaswa kufanya kwa maslahi ya timu yetu ya Simba Sports Club. Ndugu zangu wana Simba, tunayo mambo mawili ambayo ndani ya wiki hii, na tunapaswa kuyafanya mambo hayo kwa ukamilifu wa 100%. Jambo la kwanza lipo kesho Alhamis tarehe 29 katika uwanja wa Meja Isamuhyo, mechi ya ligi kuu ya NBC baina ya mnyama Simba Sports Club na Mashujaa kutoka Kigoma. Nichukue nafasi hii kualika wekundu wa mji mpya Kurasini, mji wote Meja Isamuhyo, twende tukamalizane na kijana huyu kutoka Kigoma, tuchukue alama 3.
Mchezo wetu dhidi ya Mashujaa haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tumeshamfunga mara nyingi sana Mashujaa, lakini hatujawahi kumfunga kwa wepesi hata kidogo. Siku zote Simba na Mashujaa huwa ni mechi kweli kweli, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, huwa tunapata upinzani mgumu kweli kweli. Anaweza akajilegeza kote huko alikotoka, lakini akikutana na Simba Sports Club anazikaza kweli kweli. Sasa tuna kazi ngumu siku ya Alhamis, kwa maana ya kesho tunatakiwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Ushindi wa kesho dhidi ya Mashujaa una maana kubwa kweli kweli kwa upande wetu Simba Sports Club. Kwanza tunapata mazoezi, na sisi tunamuomba Mashujaa aje mgumu vile vile anavyokujaga siku zote, asije kama yule alivyocheza wiki iliyopita, aje akiwa amejikaza kweli kweli, kwa sababu tunataka tupate mazoezi, tende tukahangaike na Esperance siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunataka tupe mechi ngumu ili tujipime barabara kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Matokeo mazuri katika mchezo huu yana faida kubwa sana kwetu kwenye kuamsha morali, kwenye kutengeneza ujasiri, morali kwa wachezaji na ujasiri kwa mashabiki wetu, ili kuelekea mechi yetu ya tarehe 1. Maana yake ni kwamba ushindi tutakaopata kesho utaamsha imani na matumaini japo kidogo kwa baadhi ya mashabiki, na kuitumia imani hiyo na matumaini hayo kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 1 ya mwezi wa pili. Sasa ili tupate matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa, tunahitaji sapoti yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji nguvu yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji maombi na dua zenu wana Simba, twende tukamfanye vibaya Mashujaa ili tupate ujasiri kuelekea mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Ndugu zanguni wana Simba, tukisha malizana na Mashujaa tarehe 1 ya mwezi wa pili, siku ya Jumapili, ndio tunakwenda kwenye vita yenyewe sasa, ambayo tunajiandaa nayo wiki nzima hii. Ni mechi yetu dhidi ya Esperance, ni mechi yetu ya 4 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance kutoka Tunisia. Kuelekea katika mchezo huo, taarifa kidogo tu zinazohusiana na maandalizi ya mchezo huo. Wapinzani wetu Esperance wanataraji kuwasili kesho siku ya Alhamis, ukiwa na msafara wao wote ambao wanahusisha viongozi, wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki, na tayari baadhi ya mashabiki wao wameshaanza kuwasili nchini Tanzania. Lakini mchezo wetu huu utachezeshwa na waamuzi 4 kutoka Afrika Kusini, na wenyewe wanatarajiwa kuanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Kuelekea katika mchezo huu, tumefanya mabadiliko kidogo kwenye upande wa viingilio, na tumefanya mabadiliko haya kutokana na hali halisi ilivyo. Tumefanya mabadiliko haya ya viingilio kuendana na uhalisia ulivyo. Ni ukweli usiopingika kwamba hali yetu haiko sawa sana. Bahati mbaya tumepoteza michezo yetu yote 3.
haijawahi kutokea ndani ya Simba Sports Club. Ni pigo kubwa, lakini hatukai kinyonge, tunasimama imara, tunakwenda kuipambania Simba yetu, kwa kutambua kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari mioyo yao imeshakufa, kwa kutambua ya kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa, kwa kufahamu ya kwamba wapo wana Simba ambao hawaioni robo fainali, wapo wana Simba ambao hawaioni kesho yetu, wapo wana Simba ambao wanaamini shughuli ya mnyama hatua ya makundi imeishia hapa. Tukaamua kuweka kiingilio ambacho walau itakuwa sababu ya mwanasimba kuchachuka na kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini kama haitoshi, kama kuna kitu tunakihitaji sana tarehe 1 mwezi wa pili, basi kitu hicho ni mashabiki wa Simba Sports Club. Ndiyo kitu pekee ambacho kinahitajika kwa zaidi ya 100% katika mchezo wetu huu. Na kwa kuwa tunawahitaji sana mashabiki siku hiyo, na kwa kuwa siku hiyo mashabiki ndio nyenzo muhimu ya ushindi kwa timu yetu ya Simba, tukasema acha tuweke kiingilio ambacho kila mtu atamudu na itakuwa sababu ya kuja uwanjani. Kama isingekuwa standard ambayo tumejiwekea wana Simba, kama isingekuwa hadhi tuliyokuwa nayo wana Simba, basi mechi hii tungefanya bure. Lakini kwa kuwa kwetu sisi bure ni haramu, tukasema acha tuweke japo kidogo ili wana Simba waweze kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Nyote mnakumbuka na mnafahamu ya kwamba standard yetu kwenye mzunguko katika mechi za kimataifa ni shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa hali haiko sawa sana, tukasema wacha tushushe safari hii iwe shilingi 3,000. Tunaamini hakuna mwanasimba ambaye atakosa shilingi 3,000 ya kuja kuishangilia Simba yake. Na tunawaomba wana Simba, na tunawaomba kweli wana Simba, na tunawahitaji sana wana Simba, na tunawahitaji vibaya tarehe 1 kila mwana Simba aje uwanjani. Na ndio maana tukawekea shilingi 3,000. Ni kiingilio kidogo, hakifanani na hadhi ya Simba, lakini hatuna budi, tumeshikwa pabaya, tumeweka kiingilio hicho ili walau mwana Simba ushawishike, walau mwana Simba uvutike, uje kuishangilia Simba yako, uje kuipa nguvu Simba yako, uje tushirikiane kwa pamoja kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Hiyo ni mzunguko shilingi 5,000. Shilingi 3,000. VIPC ni shilingi 5,000. Mara zote VIPC inakuaga shilingi 10,000. Lakini safari hii tukasema tunawahitaji zaidi mashabiki kuliko fedha, wacha tuwekee shilingi 5,000. Tunawaomba ndugu zetu mashabiki wa Simba popote mlipo Tanzania hii, tunawaomba Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1 kwa shilingi 5,000 yako ya VIPC. VIPB mara nyingi huwa shilingi 20,000, lakini safari hii tumeweka shilingi 10,000. Yule mtu mwenye ndoto ya kukaaga VIPB alafu anakuaga pecha lolo, safari hii tumeweka shilingi 10,000. Tunategemea tutakuwa wengi zaidi katika jukwaa hilo kwa ajili ya kuhanikiza na kuishangilia Simba yetu, twende tukapate matokeo mazuri. Bei ni shilingi 20,000. Huwa mnaifahamu bei ya VIPA inakuwa 50,000,
40,000, 30,000, lakini safari hii VIPA ni shilingi 20,000 pekee.